Karibuni wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, tunawasalimuni popote mlipo na majira ambayo mpatikanayo kwa sasa, na tunatumaini kwamba mnaendelea salama salimini. Tunakuja kwa mara nyingine tena kuwatambulisheni ama kuwasogezeni awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku yanayoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hali ya kisiasa ya nchi kwa ujumla. Wakati wito wa kusitisha mapigano ukiendelea kuongezeka, jeshi la Rwanda kwa jina la FCM 23 inaendelea kuimarisha uwezo wake wa kijeshi badala ya kuweka silaha chini na kujiondoa katika maeneo inayodhibiti kwa sasa. Kulingana na vyanzo vingi vya habari, vinaweka wazi ya kwamba ni takriban wanajeshi wapya wapatao 7,500 ama 7,500 nouvelle recrues ndio wameripotiwa kuhitimisha ama kumaliza mafunzo yao ya kijeshi katika kambi ya Chanzu iliyopo katika wilaya ya Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini, na hayo ni kwa mujibu wa viongozi wa waasi hao. Na kwa hapa sasa, bila kuficha wala kujifanyisha, M23 inaonesha dhahiri nia yake ya kuendelea kwa shughuli za mapambano, hali ambayo kwa maoni ya wachambuzi kadhaa inaashiria kuwa mgogoro huu bado uko mbali na kupata suluhu ya haraka na ya thabiti kabisa. Na alipokuwa akihutubia tukio hilo la kuwatambulisha wanajeshi hao wapya mbele ya vyombo vya habari, Jenerali Sultani Makenga, mkuu wa majeshi wa FCM 23, alithibitisha tena dhamira ya harakati yake ya kuangusha utawala wa Kinshasa anaodai kuwa umeshindwa kukabiliana na changamoto zinazoikumba nchi ya Kongo kwa sasa. Yaani, wakati serikali iko inawekeza nguvu kwenye sekta ya kidiplomasia ili kufikia suluhisho la upatanishi na ya amani ya kudumu, Rwanda na vibaraka wake wanaendelea kuota mapembe na kuendesha harakati zao za kujipanga upya kwenye ngome zao zote katika mstari wa mbele wa mapambano katika mashariki mwa DRC. Na kwa kuhakikisha neno hiyo jana Jumatatu ama lendi tarehe 9 Februari mwaka 2026, waasi hao walifanya operation katika kijiji cha Lemera, makao makuu ya ukoo wa Bafuliru, kwa lengo la kuwakamata vijana kwa nguvu. Na kwa mujibu wa taarifa zilizopo, vijana hao walichukuliwa na kupelekwa katika kambi ya Chanzu ili kufanyiwa mafunzo ya kijeshi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha idadi ya wapiganaji wa waasi hao. Na kwa hapa sasa ndipo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa namna moja ama nyingine inahimizwa kutopoteza muda zaidi kwa kuwapa nafasi waasi hawa ambao wanatumia akakahali kasasa ka ukimya kwa kujipanga kijeshi, tena kwa kuwalazimisha vijana wa Kongo kujiunga na makundi yao ili wapate kuzorotesha kabisa hali ya usalama katika mashariki mwa DRC, ili waendelee kujipatia visingizio vya kuendelea kuiba mali ya Kongo ili wafanye maendeleo ya nchi zao, na wapate pia mali za kuwanunua baadhi ya wakongomani wasaliti wasio na dhamiri wala nidhamu safi, ili waendelee kuwatumia kama ngao zao ama buklie zao katika kila mgogoro ambao utakuwa unatokea kati ya DRC na Rwanda. Harakati hizi za M23 zinaendelea wakati huku upande wa pili sasa, rais wa nchi Felix Tshisekedi amefanya ziara ya kikazi nchini Angola na kukutana na marais wenzake mjini Rwanda hiyo jana tarehe 9 Februari mwaka huu. Na marais hao ni pamoja na Joao Lourenço, rais wa Angola, na rais wa sasa wa Umoja wa Afrika, rais Faure Gnassingbe ambaye ni rais wa Togo na mpatanishi wa Umoja wa Afrika, pamoja na Olusegun Obasanjo, mwakilishi wa marais wa zamani waliokuwa wapatanishi na wawezeshaji wa mchakato wa amani nchini DRC, waliotoa tamko na huko walikokuwa Angola walipata kutoa tamko la pamoja, ambalo katika tamko hilo waliomba pande zote zinazohusika katika mgogoro wa DRC kutangaza kusitisha mapigano kwa tarehe na saa zitakazokubaliwa kwa pamoja. Pia walitoa wito wa kuharakishwa kwa utekelezaji wa mifumo ya uthibitishaji iliyokubaliwa wakati wa mazungumzo ya Doha
tarehe 14 Oktoba mwaka 2025. Viongozi hao waliipa Angola jukumu la kuanza majadiliano na pande za Kongo zinazohusika kwenye mgogoro ili kuandaa mazungumzo ya ndani ya wakongomani kwa wakongomani ama dialogue intercongolais. Aidha, walikumbusha pia ahadi zilizomo katika mkataba wa Washington wa tarehe 4 Desemba mwaka 2025 pamoja na azimio ya 2773 ama 2773 na azimio la 2808 ama 2808 ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yanayotaka kuondolewa kwa majeshi ya Rwanda katika ardhi ya Kongo na kutokomezwa kwa FDLR. Na baada ya zaidi ya masaa 5 za mazungumzo ya faraga, Rais Joao Lourenço, Faure Gnassingbe, Felix Tshisekedi pamoja na Olusegun Obasanjo walipitia kwa kina hali ya usalama na kisiasa katika mashariki mwa DRC kwa lengo la kubaini njia ya kufikia makubaliano ya kudumu kupitia mifumo ya kikanda na ya bara ambayo tayari ipo. Na kuhusiana na mazungumzo ya ndani kati ya wakongomani, Rais wa Angola anadaiwa kupendekeza mpango wa uwezeshaji uliopangwa vizuri unaojikita katika nafasi yake kama mdhamini wa mchakato huo. Faure Gnassingbe akisaidiwa na kundi la wawezeshaji Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo, Catherine Samba Penza, Sale Work Zwedi na Mokongweetsi Masisi, na angeongeza upatanishi huku makanisa ya Kikatoliki na ya Kiprotestanti kupitia Senko na SSA yakishirikishwa kama wapatanishi wengine kwa masuala ya ndani kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia. Hii inaanza tayari kuonesha sura ya mazungumzo hayo kufanyika nje ya nchi ya Kongo, tofauti na matarajio ya serikali ya Kongo ambayo ilikuwa inataka kabisa kwa hali na mali mazungumzo hayo kuandaliwa na mamlaka husika ya serikali na yafanyike tu katika ardhi ya Kongo. Ila mpaka sasa bado tunaendelea kungojea tuone ni kitu gani ambacho kitatokea, maana tayari serikali ya Kongo imeshapinga waziwazi kuanzisha mazungumzo yoyote yale ya ndani ya wakongomani kama bado Rwanda haijaondoa majeshi yake popote pale yanapopatikana katika ardhi ya Kongo, kitu ambacho hakijajibiwa bado na taasisi yoyote ile ya kimataifa. Kwa maana maneno hayo yalitoka kabisa katika kinywa cha msemaji wa serikali Bwana Patrick Muyaya alipokuwa akifanya mahojiano kwenye runinga ya kimataifa ya TV5 huko nchini Ufaransa. Na sasa kwa hapa ndo tutakapoona dhahiri kama ni ombi gani litakalosikilizwa haraka mbele ya jumuiya na taasisi za kimataifa kati ya ombi la wahasi wa M23 AFC la kufanyia mazungumzo nje ya nchi na yaandaliwe na tume huru isiyokuwa ya serikali ya Kinshasa, na ombi la serikali ya Kongo ambayo inadai mazungumzo hayo kufanyika baada ya Rwanda kuisha kuondoa majeshi yake nchini humo. Tena mazungumzo hayo yafanyike kwa kuandaliwa na serikali ya Kongo kwa heshima ya katiba ya nchi. Ikumbukwe pia nchi ya chini ya shinikizo ama pression za Marekani, Rwanda pia inaombwa kwa haraka sana kuondoa majeshi yake katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku. Na zani ulikuwa nasi kwanza mwanzo na mpaka kwenye hitimisho hili. Tunasema asante, uendelee kubaki nasi sambamba na kwa majaliwa ili uzidi kuhabarika zaidi.